Jeshi la polisi limewakamata Ernest Charles Okulo. Huyu ni dereva, ana umri wa miaka 40, ni mkazi wa Chanika, Dar es Salaam, na Christina Bryson Elisha, miaka 44, mfanyabiashara mkazi wa Mbwate Kibaha kwa Matias, mkoa wa Pwani. Kuna Ipiana Charles Odongo 29, kingo wa gari, mkazi wa Dar es Salaam, ili kwa kosa la kumuibia mwajiri wao kampuni ya African Harmony Industry and Trade Limited ya Dar es Salaam iliyoko mtaa wa Chabruma, kwa tuhuma ya kumuibia ndoo 1,300 kila moja ikiwa na ujazo wa lita 20 za mafuta aina ya Korie yenye thamani ya shilingi milioni 78, mali iliyokuwa inasafirishwa kutoka mkoa wa Dar es Salaam kwenda mkoa wa Mwanza. Kama utakumbuka, kumekuwa na mfululizo wa matukio haya ya madereva kufanya ulaghai wanapopita kwenye barabara yetu, kutengeneza matukio ya ajali ya uongo. Kwa hiyo na huyu naye alikuwa ni sehemu ya hao. Baada ya kuwa ameiba kiasi cha hizo ndoo 1,300 zenye ujazo wa lita 20, alitoa taarifa kwenye kituo cha polisi cha Mikese kwamba ameibiwa. Hilo tukio lilitokea Machi 27 mwaka huu usiku katika eneo la Gwata, kata ya Gwata, wilaya ya Morogoro, ambapo mtuhumiwa alichepusha gari yenye namba za usajili T 785 CTC ikiwa na tela lake lenye namba T 341 CTZ aina ya Hoho na kuliingiza vichakani, na baadaye kutoa taarifa kituo cha polisi ya kwamba amepata ajali na kuibiwa mzigo aliokuwa nao. Kwa hiyo kama ilivyo kawaida, tukipewa taarifa hizi tunafika kwenye maeneo ya tukio kwa ajili ya kuchunguza na kufuatilia. Lakini katika uchunguzi wa kisayansi ilionekana kwamba tukio hilo uliweza kubaini kuwa hakuna wizi uliofanyika eneo la tukio, na badala yake mtuhumiwa aliuza mafuta hayo mkoa wa Pwani kabla ya kufika mkoa wa Morogoro. Kwa hiyo katika kufuatilia zaidi, jeshi la polisi lilifanya msako huko Kibaha kwa Matias na kufanikiwa kumkamata huyo Christina Bryson Elisha mwenye umri wa miaka 44 akiwa na ndoo 332 ikiwa ni sehemu ya mzigo uliokuwa umeibiwa, na ufuatiliaji zaidi unaendelea kupata mzigo mwingine ambao umesalia.